Karibu sana katika The Gospel, na Mungu akubariki sana kwa kutushiriki tena kwa neno la leo. Na leo tunaenda kuongelelea kwa nini tuishi katika utakaso. Tumekuwa tukizungumzia hili neno sana sasa, na tutachoka kuendelea kuhimiza watu kutembea katika utakaso, kwa kuwa hiyo ndio ilituma Yesu anakuja kutukomboa ili tuendelee kutembea katika utakaso. So karibu sana na Mungu akubariki. Neno langu la leo liko katika kitabu cha Yakobo, mstari wa kwanza, Yakobo 1 mstari wa 13. Biblia inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Amen. Neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu hamjaribu mtu, lakini mtu anajaribiwa na tamaa zake mwenyewe. Maanake wakati tunapotenda dhambi, hatutasema kwamba ni Mungu ndiye ametujaribu, lakini tunajaribiwa kufuatana na tamaa zetu kwanza. Hizo tamaa zetu ndo zinavutia majaribio ambayo tunayopata. Unagusiaje? Yeah. Kwa sababu tuongelea kuhusu utakaso, na tume Yakobo anaongelea pale kuhusu, anasema gisi anavyoongelea watu wengi wanajaribu kuta mtu tamaa ikisha pita kiasi inakuwa kwake kama vile jaribu. Kwa sababu gani? Yeye ametamani katika mawazo yake, akaweka yale matamani ndani ya moyo wake. Ndani ya moyo wake mnekaa matamani. Na ndiyo pale anaanza kwa sababu ukisha tamani sana, ukitamani, moyo unakuwa kama vile unabeba mzigo mkubwa. Na wakati moyo ukisha beba mzigo wa tamaa ndani mwayo, kwa sababu unakosa kile kiunatamani, unakikosa. Na wakati utakikosa, moyo unavunjika moyo. Inakuwa kama vile jaribu inakuingilia maisha. Na ndio maana mtume Yakobo pale anatufundisha kitu fulani. Anasema, soma tena pale usikie vizuri. Yakobo 1 mstari wa 13, Biblia inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Unasikia? Asiseme kama amejaribiwapo na Mungu. Yaani asiseme Mungu ndiye anamjaribu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, bali wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Wasikia? Mungu hajaribu mtu yoyote. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Unasikia? Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Ndio pale sasa, ikisha kuchukua mimba yake pale, moyo umesha beba mzigo mkubwa sana. Maisha yake pale, wakati moyo imebeba huyo mzigo wa tamaa, ndani ya moyo wake tayari umeshajijengea mazingira ya tamaa. Na wakati ile tamaa ikitawala moyo wake, tayari ameshaingia katika dhambi. Kwa sababu moyo tayari umeshabeba mzigo, umeshabeba kabisa mzigo wa tamaa. Tayari amesha kuingia katika dhambi. Na unakuta sasa yule maisha yake yanakuwa maisha ya dhambi, kwa sababu ndani ya moyo wake tena hamna nafasi nyingine. Unasikia pale inabeba mimba.
Ikishabeba mimba basi tayari inafanya nini? Inazaa dhambi. Na ikishazaa dhambi, na dhambi inaleta mauti. Kabisa. Unaona? Na ndio maana leo tumesema tuongelele watu waishi katika maisha ya utakaso. Na kwa sababu uishi maisha ya utakaso, inabidi uepukane na mazingira na maisha ya dhambi. Kabisa. Na kabla bado unangaliki naishi katika mazingira ya dhambi, hauwezi kuishi maisha ya utakaso. Kwa maana ni dhambi ndio itakutosha katika utakaso. Ni dhambi ndio itakukimbiza na mapenzi ya Mungu. Ni dhambi ndio itakubeba mbali na Mungu. Na ndio maana leo tunataka tuzungumzie tuishi namna gani katika maisha ya utakaso. Kwa sababu tuko hapa duniani ni kwa sababu ya kumpendeza Mungu, kitu cha kwanza. Tuko hapa duniani ni kwa sababu ya Mungu, kitu cha kwanza. Na jinsi gani tutaishi katika maisha ya utakaso? Jinsi gani tuishi katika maisha ya utakaso? Maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa maana tukiishi maisha ya utakaso, tunamaanisha tuwe mbali na dhambi. Dhambi isiwe ndani mwetu. Dhambi iwe mbali nasi. Na ndio maana Mtume Yakobo pale anatuambia nini? Anasema nini? Kwa maana tamaa ikisha kutawala ndani, inabeba mimba, na mimba inafanya nini? Inazaa mauti. Ndio nasikia mshahara wa mimba ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ndio maana tuko hapa kwa sababu ya kuambia, sio tu kuambia watu wengine, na kujiambia kwanza na hata sisi wenyewe jinsi gani tunaweza kufanya kutoka katika mazingira ya dhambi. Tufanye nini ili tumpendeze Mungu? Kwa sababu tusiishi katika mwenendo mbaya. Tusiishi katika mazingira yasiyompendeza Mungu. Kwa maana tukishaishi katika mazingira yasiyompendeza Mungu, tuko mbali na Mungu. Kabisa. Hatuwezi kumpendeza Mungu katika dhambi. Hatuwezi kumwona Mungu katika dhambi. Na ndio maana inabidi tutoke katika mazingira ya dhambi. Soma kitabu wa Tesalonike. Watesalonike hiyo Watesalonike wa kwanza mlango wake wa 4. Mpaka wanasoma 4, usome ile mstari wa 7. Watesalonike wa kwanza 4:7. Yeah. Biblia inasema, maana Mungu hakututia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Nasikia, bali Mungu hakututia katika uchafu, bali tuishi maisha ya utakaso. Mungu hakutuokoa kwa sababu ya uchafu. Tuishi maisha ya utakaso. Maisha ya utakaso yanayompendeza Mungu. Maisha ya matakatifu. Ndio hiyo sasa. Maisha matakatifu. Maisha yasiyokuwa na dhambi. Maisha yasiyokuwa na ila. Maisha yasiyokuwa na tamaa. Acha tamaa, tupa tamaa mbali. Usiendane na tamaa. Wewe unasema yake pale. Tamaa ni dhambi, ndio Biblia inasema. Hata ukiangalia katika amri 10 za Mungu. Tamaa ni dhambi. Usitamani mke wa mtu, usitamani mali ya watu. Tamaa ni dhambi. Tamaa ni dhambi. Na nimegundua sana siku hizi sisi wa Kristo, kwa sababu katika utakaso inabidi sisi wa Kristo tuwe mfano wale ambao wako nje, kama vile Paulo anasema tusitukanishe jina la Mungu. Yaani tutembee katika njia safi, to the point where wale watu ambao hawajaokoka wakituona wamtukuze Mungu. Lakini tusiwe tena ndo wa kuchafua jina la Mungu. Ndio. Unaona? So mimi nadhani inabidi kutembea katika utakaso.
Lakini siku hizi sisi wa Kristo tunakuwa na shida sana, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yani tumejichukulia dhambi, tunasema hizi ndo dhambi na hizi haiko ndo dhambi. Kama Mkristo kusengenya anaona kawaida. Unaona, unaweza kuwa hautazini, lakini kusemana bongo very easily. Unakutana huko Mkristo lakini unasema bongo, unadanganya. Japokuwa Biblia inasema ile yote ni dhambi, na Biblia inasema dhambi ni dhambi. Hakuna dhambi kubwa na hakuna dhambi ndogo. Maanake saa Yesu akirudi anakukutana huko masengenyi, utabakia kama tu njisi ule mwenye naye iko na zini anaweza akabakia. Yeah. Ndio, kwa Mungu hakuna dhambi kubwa na kuna dhambi ndogo. Na kwa sababu tunakuwa nataka kuangalia maisha ya utakaso, usenganyi, ukwe muongo, usenganyi watu, uwe mtu gani, uibe, ufe nini, yale yote ni mazingira, ni njia, ni matunda ya dhambi. Na Mungu afurahie wakati tunatenda dhambi, haimpendeze mbele yake, maana haimfurahishi Mungu, kwa sababu alimtoa mwana wake wa pekee. Ni kwa sababu ya kutuokoa na hizo dhambi zetu tuliyofanya hapo mbeleni. Ndiyo. Lakini bado tunakia jikuta bado tungaliki katika mazingira ya dhambi. Ni kitu kimfurahisha Mungu. Na ndio maana tunasoma Thesalonika anasema Mungu hakutuokoa kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Ya dhambi. Bali tuishi maisha gani? Maisha ya utakaso. Mungu anapendelea tuishi maisha ya utakaso. Mungu anapendelea tuishi maisha bora, maisha ya kumpendeza. Ndiyo kusudi la Mungu hilo. Ndiyo. Na wakati watu wanatenda dhambi, wanafanya mambo yasiyowezekana, mbele za Mungu inakuwa kama vile huzuni mkubwa sana. Hakimpendeze Mungu sana. Ni kama tunambetray Mungu. Na wanadamu tunashindwa, sijui kama tuseme tunatambua hili ni dhambi na hili sio dhambi. Tunatambua wakati tunafanya hiki tuko katika kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini sisi wanadamu tuna mioyo migumu sana ya kubadilika. Mungu atusaidie. Wanadamu hatupendi kubadilika. Hatupendi kuamua kubadilika. Tuna mioyo migumu sana. Tuna mioyo migumu sana ya kubadilika. Iwe kwa Wakristo, iwe kwa wasio bado hawajaokoka, iwe kwa watu gani, ni hali iko katika mazingira ya maisha ya wanadamu. Dhambi imekuwa nyingi. Dhambi imekuwa nyingi sana. Na watu hawajali. Na watu hawajali kuacha dhambi. Kwa maana dhambi ndiyo inayochafua ulimwengu wa leo. Dhambi inachafua ulimwengu wa leo. Inabidi watu waamue kutoka katika dhambi. Watu waamue kumfuata Kristo. Watu waamue kujua hiki ninachokifanya akimpendeze Mungu. Ndiyo inabidi watu waamue hicho. Tusome Timotheo wa kwanza. Tusome Timotheo wa kwanza 2:15. Timotheo wa kwanza 2:15. Biblia inasema walakini ataokolewa kwa uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Rudia tena ile andiko pale vizuri. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake. Uzazi wake Kama wakidumu katika imani, upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Unasikia? Wakidumu katika upendo na nini?
Upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Wasikia, wakidumu katika upendo, utakaso na moyo wa kiasi. Na imani nayo pia. Tukidumu katika upendo na moyo safi, nyoyo zetu ziwe safi mbele za Mungu. Unajua moyo unabeba vitu vingi sana. Ndiyo. Na wakati watu wanaokoka wanashindwa kuamua moyo yao mizigo gani itabeba. Na wakati mtu nakubali kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakubali kuokoka, kumpokea Yesu. Na wakati wokovu unaikaa ndani mwako, inabidi moyo wako ndio uanze kufanya mabadiliko. Kwa maana katika moyo ndio mna mambo. Katika moyo ndio mna kila kitu. Katika moyo, na ndio maana Biblia nasema linda moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo. Kwa maana mahali hapo ndipo hatoka maji, chemchemu cha maji cha uzima. Linda moyo kuliko vitu vyote ulindavyo. Kwa maana mambo mazuri yanakaa katika moyo. Mambo mabaya yanakaa katika moyo. Sasa wewe mwenye moyo sasa, umeruhusu moyo wako ibebe vitu gani? Kama Biblia inasema tulinde moyo kuliko vitu vyote tulindavyo, sasa katika moyo unabeba vitu gani? Ndio hiyo sasa. Kwa sababu Biblia inasema tutawatambua katika matendo yao. Na matendo yanaikaa katika moyo. Unaona? Ndiyo. Kwa sababu yale yanayotamka na ndio yanaikaa ndani ya moyo wako. Utakuwa mtu, kwa sababu tutakutambua mtu wa hasira kwa maneno na hali yako unavyoishi wakati uko unatoa maneno magumu, maana ndio vile ulivyo ndani mwako. Maanake moyo wako umebeba mambo makubwa sana. Na wakati kwa mfano umeokoka, umeshindwa jinsi gani ya kupatia, na ndio maana Yesu akasema leteni mizigo yote mlio. Sasa watu walishindwa kutambua mizigo gani Yesu anaongelea. Yesu ameongelea mizigo mnayobeba ndani ya mioyo yenu muilete. Mizigo yaliyo ndani ya mioyo yenu. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu mna mambo mengi sana. Wakati watu wameokoka, wameshindwa kumpelekea Yesu mizigo yao, ili wabadilishwe ndani ya mioyo yao muikae amani. Na wakati uko na amani ndani ya moyo, hata uso wako utameremeta. Tutakutambua. Tutaona hali yako. Na wakati uko mtu wa dhambi, itajulikana tu. Kwa maana ndani mwako una hali mbaya. Ndani ya moyo wako mna hali mbaya. Ndani ya moyo wako mnabeba vitu vibaya. Tamaa inekaa ndani ya moyo. Na wakati moyo unabeba mambo mazuri, na nafsi inachoka. Mungu atuhurumie sana. Nafsi inachoka kabisa. Mungu atusaidie sana. Nafsi inachoka. Nafsi inashindwa wakati sasa wa kushindwa kuamua. Kwa sababu umembebeza mizigo mikubwa sana. Nafsi anafika mahali anashindwa kuamua. Inabidi sasa pale tuseme neema ya Roho Mtakatifu sasa ije kuokoe. Na tumepewa neema ya Roho Mtakatifu kutuokoa, lakini tumeshindwa kuelewa tumeokolewa namna gani. Kama tutabakia wale watu nasema tumeokoka, na bado tungaliki na yale mazingira ya zamani, mazingira yasiyokuwa ya haki, mazingira ya tamaa, mazingira ya unafiki, mazingira ya chuki, mazingira ndiyo mambo inayokaa ndani ya Wakristo. Alafu nakumbuka Biblia aseme dhambi wanatutenga na Mungu. I think nilisema tena hii neno last week.
Dhambi. Dhambi inatenga kabisa mwanadamu na Mungu, kwa sababu nakumbuka hata wakati Adamu alifanya dhambi alikuwa ametengwa na Mungu. Sasa unakutana Mkristo anaishi maisha ya dhambi, ndio ile maisha ya labda ya uzinifu, kusemana, unafanya kabisa dhambi, na unaweza jikutana tu unafanya hata na huduma katika kanisa, lakini unaishi ile maisha ya dhambi. Huyo mtu kweli anakuwa katika uso wa Bwana? Tuseme watu wanajitambua na watu wanajua kile wanachofanya. Na nyuma ile siku tuliongea ile wiki na kupita, tunasema hizi siku watu hawana hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu haiko ndani ya watu tena. Na ndio maana wanaanza kufanya vile wanataka kufanya, kwa sababu ndani mwao hamna hofu. Excuse me. Wewe angalia, soma maandiko, angalia watu waliotembea na hofu ya Mungu. Lakini leo sisi wanadamu wa leo hatuna hofu ya Mungu. Tunaanza jiamulia kufanya vitu vyovyote. Kwa sababu gani? Kuko vitu vimoja sisi wa Kristo tumejijengea mazingira. Na Paulo anasema hivi, tuendelee kutenda dhambi kwa sababu neema ipo. Anakataa. Na ndio maana mazingira leo iko nayo tunafanya makosa, tunasema tutenda omba msamaha. Dimasho naenda, baba nisamehe. Na wakati sio unatafuta omba, unakuwa baba, naomba rehema yako, unisamehe. Maana sasa dhambi ya kusudi mbele za Mungu haisamehewe. Kweli? Nasema hivyo. Kwa maana unafanyia vitu kwa kusudi, ile inakuwa ni kusudi. Sasa unajua hiki ni kibaya. Unajua nafanya hiki ni kibaya, naenda kukifanya, ndarudia kwa sababu kuna vipindi vya msamaha, naenda mbele za Mungu niombe msamaha. Unaomba msamaha, unatoka ile saa tu unatoka kuomba msamaha, ndio unafanya tena makosa, unarudia tena, unaenda mbele za Mungu tena unafanya. Ndio maana Paulo anasema tuendelee kutenda dhambi kwa sababu neema ipo. Hapana. Paulo anakatala. Ni kama vile sherehe. Yaani kwa sababu mimi naota nisamehe, nikuwe na kukosea. Uko na nikosea kila wakati. Kimakusudi, yani na kuumiza roho, nisamehe shetani alinijaribia. Tatizo ni kwamba watu, ile inakuwa dhambi ya kusudi. Tatizo ni kwamba nadhani watu hawajui kwamba Mungu naye ana moyo, anaumia, kwa sababu Biblia inasema aliumba mwanadamu kwa mfano wake. Sasa wakati wewe mtu anakubetray, anakukosea, unaumia, unasikia kabisa hiyo machungu. Hivyo ndivyo Mungu na anavyosikia wakati tunakuwa tunamkosea kila wakati tunatembea katika dhambi. Unasoma maandiko, unajua maandiko, umeishi katika maisha ya wokovu miaka lakini kila kazambi kadogo kanakuwa na kuangusha. Kadogo na kadogo. Ndio sisemi kama hauwezi ukatereza, lakini kuna wakati mwingine inabidi unajizuia. Paulo akasema tuwe hodari. Tuvae roho ya kianaume, tuwe jasiri. Wakati roho wa Mungu anakaa ndani yetu, inatakiwa tunakuwa na ile uhodari. Biblia, Yesu akasema tumpinge shetani na atatukimbia. Resist. Ngangana, yani jaribu at least. Lakini tusiwe watu wa kuanguka kirahisi katika dhambi. Kuko vitu vingine watu waanguka aseme wametereza wala nini, na kukuta kama vile inakuwa ni mazingira yake mwenyewe. Unaona, njoo nikwambia, kuna vitu vingine watu tunafanya, tunajijengea mazingira. Kusema Mungu ni wa rehema. Tushakamata Mungu ni wa rehema, Mungu atasamehe, Mungu anasamehe, Mungu ni mtu asiye na hasira. Ndio, Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Atakusamehe. Mungu atasamehe, lakini kuna madhara, kuna madhara ya dhambi. Na ndio watu hawajua ile. Kuna madhara ya dhambi. Na kama tunakuwa kila wakati tunashotewa vidole, tunalaumiwa, tunahubiriwa kila wakati, kwa sababu tuepukane na mshahara huyo wa dhambi. Kwa maana sema mshahara wa dhambi ni mauti. Yes. Sasa watu wanafikiria mauti tu.
ni mtu ule wakati unakata roho unakufa. Lakini wajua kama kuko watu ni mauti lakini wanatembea. Niseme namna gani? Unajua kama mtu mwana tena presence ya Mungu ndani mwake, huyo ni mauti. Kabisa. Kwa sababu presence ya Mungu haiko tena ndani mwako. Angalia wakati Adamu na Hawa, Mungu aliambia Adamu na Hawa, mkikula siku mtakula tunda hiyo, mtakufa. Kabisa. Shetani akamwambia hapana, Mungu anawadanganya. Na kuambia hiyo siku Adamu na Hawa walipokula tunda walikufa. Hawakukufa kimwili, bali walikufa kiroho. Ndio. Unaona? Walikufa kiroho, lakini hawakukufa kimwili. Na ndio maana watu wanakuwa sasa, basi maka Adamu na Hawa wakikula tunda walikufa. Hiyo walikufa kiroho. Namna gani sasa? Kukufa namna gani kiroho? Wakati Adamu na Hawa walikula tunda, presence ya Mungu ikawatoka. Utukufu ya Mungu ikawatoka. Na ndio maana wakajitambua, wakajificha, wakajikuta wako uchi. Kwa maana walikuwa katika ulimwengu mwingine, isipokuwa na ule ulimwengu walikia wakati wakula tunda wakajikuta katika ulimwengu mwingine. Na ndio maana Mungu akauliza, nani awemwambia mko uchi? Walijua aje wako uchi? Miaka yote waliishi shambani la Edeni. Kwa nini hawakutambua kama wako uchi? Wakati walikula tunda ndio wakajitambua wako uchi. Utukufu wa Mungu ikawatoka. Na wakati utukufu wa Mungu na kutoka, ndo naanza kuona hiyo mabaya yani inaanza kuonekana. Yani ni kama hiyo utukufu wa Mungu inakuwa inakufunikia mambo fulani. Wakati uko katika utukufu ya Mungu, uko katika presence ya Mungu. Na wakati uko katika presence ya Mungu, hauna wakati wa kutenda mambo maovu. Kwa sababu presence ya Mungu iko ndani mwako. Kabisa. Ndio ilikuwa wakati Adamu na Hawa waliishi katika shamba la Edeni. Walikuwa katika utukufu ya Mungu. Hawakukuwa na njaa. Hawakukuwa na wasiwasi, hawakukuwa na magonjwa. Adamu hakulima. Adamu aliishi kwa kukula majani na matunda. Kila kitu ilikuwa hizi. Maisha kwao ilikuwa hizi. Lakini wakati walitenda dhambi, walijikuta wapi? Kulima. Walijikuta kulima. Wakaanza kula kwa jasho. Walikula kwa mateso. Ile privilege ikawatoka. Utukufu wa Mungu haikuwa tena ndani yao. Wakajitenga na presence ya Mungu. Mungu akakuwa mbali na mwanadamu. Mungu akakuwa mbali na mwanadamu. Na ndio maana ilibidi tuokolewe katika dhambi hizo. Adamu wa pili akatokea Yesu Kristo. Ili atuokoe, turudie katika utukufu ya Mungu. Sasa tumeshindwa kuelewa kurudia katika utukufu ya Mungu. Na ndio maana leo mpaka leo watu wanaishi katika mazingira waelewe. Hatuelewe tuko katika mazingira gani. Hatujui kama kazi kubwa Yesu alikuja ni kuturudisha katika presence ya Mungu. Katika ule utukufu ambao katika ule utukufu wa Mungu Adamu na Hawa walipoteza shambani la Edeni. Mungu atusaidie sana. Lakini kwa sababu mpaka leo damu ya Yesu bado ingaliki inatutetea mbele ya mfalme wa wafalme. Na ndio maana neema bado ingaliki hapo. Lakini Mtume Paulo anatushauri, anasema tusiendelee kutenda dhambi kwa sababu neema ipo. Hapana. Kuna wakati neema itaisha. Ndio. Yani kweli. Sasa unajenga mazingira gani? Yani kweli. Mazingira gani unajenga hapo? Na Biblia inasema kila mtu atajijustifie kwa matendo ambayo aliyofanya. Yani utatoa ripoti, utaulizwa. Sasa wakati tunapotenda na wakati tunapotembea katika dunia hii, tuwe makini sana. Biblia inasema matendo yetu itatutangulia mbele ya kiti cha hukumu. Matendo yako, kila kitu ambacho tunatenda katika siri, unaona kabisa, unaweza fikiri hakuna mtu anakuona, uko peke yako, uko nafanya mambo yako, lakini mbele ya kiti cha hukumu hakuna siri. Hiyo maneno yote, hiyo mambo yote itakuja, itatutangulia. Ndio Biblia inasema itatutangulia. Matendo yetu itatutangulia. Sasa Wakristo jamani,
tujitahidi sana kutembea katika utakaso. Mungu anatuita tena kutembea katika utakaso. Mungu anakuita tena uache njia mbaya, acha njia za dhambi na urudilie Mungu. Mungu anatupenda. Kazi ambayo Mungu alikuja kufanya duniani ni kubwa, kubwa sana. Uache utukufu wako, ukubali kuzalika tena, uanzilie mwanzo. Kwa sababu gani? Juti ya kumkomboa mwanadamu. Alafu tunazidi kutembea katika dhambi. Kila wakati unapotembea katika dhambi unamuumiza Mungu, unaumiza. Mimi hakuna katika andiko kitu ninakuwa nasoma ile kitabu cha Yohana. Pale Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Upendo gani Mungu alikuwa nayo kwa sababu ya sisi wanadamu? Ni upendo mkubwa sana. Juu tuokolewe. Maana Mungu bado alikuwa na haja yetu. Mungu alikuwa bado na haja yetu. Ndio maana akamtoa mwana wake ili mwanadamu aiendeleze agano lake. Na itafika tu. Najua ukisoma kitabu cha Ufunuo utaelewa. Bado safari ipo. Na ndio maana kila wakati tunahubiriwa, tunaonyewa na watu, acheni dhambi. Kwa maana baada ya maisha hii kuna ingine maisha yatakuwepo. Kuna maisha ingine. Utakuwa wapi? Utakuwa wapi? Umechagua nini? Ndio swali. Umechagua nini? Umechagua mazingira gani? Umechagua uwe wapi? Utakula bata leo, ndio. Baada ya kula bata ni kifo. Ni kifo. Utaenjoy, utafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi. Lakini kila kitu kina mwisho wake. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na ni mauti kabisa. Kama upendi kujielewa, ni mauti. Ni mauti kabisa. Mungu atusaidie tutembee katika utakaso. Ndio kusudi ya Mungu hiyo. Tuishi katika mazingira ya kumpendeza. Tuishi katika hofu ya Mungu. Tuishi kwa kujua Mungu ndiye Mungu. Kumheshimisha Mungu. Kumjua Mungu. Inabidi, kwa sababu uelewe, inabidi kwanza umjue Mungu kwanza. Ukisha mjua Mungu, utamuelewa. Na ukisha kumuelewa, utamuheshimu. Kabisa. Utamuheshimu. Na ndio maana katika kitabu cha Yohana anasema hivi, wanaompenda watafanya nini? Watatii na kulishika amri zake. Maana upendo wa Mungu ni kushika amri zake. Yaani ukimpenda Mungu utazishika amri zake. Na njia nyingine, ukimpenda Mungu utatembea katika utakaso. Ndio mimi nasemanga kila wakati. Ukishasema tu nashika amri za Mungu, ukishampenda Mungu, utaishi maisha ya utakaso. Itakuwa rahisi. Tatizo ni hatuna upendo wa Mungu ndani mwetu. Hauko kabisa. Kwa sababu unasema unampenda Mungu lakini tunakuwa hatujampenda Mungu. Tunakuwa na jaribu kumpenda Mungu lakini bado tunashindwa kumpenda Mungu. Hatujafika kabisa sehemu ya kusema tunampenda Mungu bado. Labda ndio maana akasema amri kubwa aliyotuachia ni upendo. Tumpende, penda Mungu, Bwana Mungu wako. Tungaliki na jaribu kumpenda Mungu. Hatujafika kumpenda Mungu. Mungu aniwezeshe kumpenda. We angalia Mtume Petro. Mtume Petro alifika kumpenda Yesu. Mtume Petro alimpenda Yesu.
Na ndio maana wanakwambia hata mkuongea kwa Petro hakuwa kama vile anaanza kuongea kama Yesu. Anamfanana. Hata kutembea kwake wanakwambia kutembea kama make alimpenda. Na ndio maana ile wakati wako Yesu kwa anawaambia kwa sababu ya kifo chake Petro iko anamwambia Yesu atamfuata mahali popote atakuwepo. Pale Petro alikuwa bado hajaelewa. Alikuwa bado hajaelewa. Lakini angalia Petro kabla hawajapokea Roho na Petro aliyepokea Roho ni wa Petro wawili tofauti. Walikuwa Petro hawa wawili tofauti. Petro alikuwa ile wakati hajapokea Roho Mtakatifu alikuwa ndani mwake na woga ilikuwa ndani mwake. Unaona? Kwa sababu ilikuwa vigumu kwa Petro ile wakati wanamwambia wewe ulikuwa pamoja na Yesu. Petro alikuwa anaangalia kifo kwanza pale. Nikikubali tu hapa na mimi ndakufa, naingia na mimi nakufa mwa vita wa shetani. Na ndio maana wakati Petro alijazwa akishakuwa na Roho, anaongozwa na Roho Mtakatifu, Petro alikuwa na ujasiri. Alikuwa na ujasiri. Hakukuwa na uoga kitu. Mumbebe popote kwa mnataka. Hakukuwa na uoga. Alikuwa na ujasiri wa kushimama mbele ya Mafarisayo na kuongea. Na kuongea kwake mpaka watu wanasema huyu alikuwa pamoja naye. Woga liwatoka wale watu. Hivyo ndivyo Yesu anataka tutembee. Woga liwatoka, walitembea katika ujasiri na upendo wa Kristo. Tujitahidi kumheshimisha Mungu. Tujitahidi kuheshimisha jina la Mungu. Tusiwe sindo wa Kristo tena sindo wa kumchafula Mungu. Haipendezi. Sindo wa kuchafula jina la Yesu. Haipendezi. Mpaka wapagani wanaanza kutania jina la Yesu kwa sababu ya mienendo zetu, tabia zetu. Tujitahidi sana kutembea katika utakaso. Na kuna baraka pia za wale wanaotembea katika utakaso. Baraka ipo. Hakuna kitu kisipokuwa na faida. Hakuna. Kama faida ya dhambi ni mauti. Sasa faida ya kumpendeza Mungu ni nini sasa? Faida ya kuishi katika utakaso kubwa. Kila kitu kina faida yake. Hakuna kitu kisiokuwa na faida. Kila kitu kina faida yake. Ni wewe mwenyewe sasa ni kufika kipindi ya kusema naegamia wapi? Naamua nini? Kabisa. Maisha ya kiroho, tuseme maisha ya Kikristo ni maisha ya kuamua. Ya kuamua. Kuamua. Unaamua kuwa upande gani? Upande wa kumpendeza Mungu wala upande wa kumpendeza ibilisi. Ndio mazingira tunaishi nayo duniani. Wakati unatenda dhambi uko unamtumikia ibilisi. Unatii. Unamtumikia. Sikumbuki wapi kwenye Biblia nasema, lakini ndio hivyo. Biblia nasema wakati unatenda dhambi maana yake unatii shetani, unampatia nafasi. Na wakati uko unatenda mambo mema unampendeza Mungu. Hiyo ni kweli. Unampendeza Mungu. Na Mungu hawezi kukuacha hata njia yoyote. Mungu hawezi kukuacha njia yoyote. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwenye haki. Hana parapara. Hana maki, ni mtu mwenye haki. Mungu ni mwenye haki. Ni wewe mwanadamu. Sisi wanadamu ndio tunajichanganya. Ni si wenyewe tu. Mungu hajawahi kutuchanganya, na ndio maana ulisoma ile kitabu cha Yakobo. Mungu hajawahi kutuchanganya. Hajawahi kabisa. Hajawahi. Ni sisi wenyewe ni kuamua tunataka nini. Sisi wenyewe kuamua njia gani nitaenda. Kubali watu wakucheke wakuseme, lakini ndani ya maisha yako najua nina Yesu. Ndio. Na hii inatosha.
Hauwezi kumridhisha mwanadamu. Hauwezi kumpendeza mwanadamu. Mwanadamu utaweza kumfanyizia mema leo, lakini kesho atakucheka. Lakini kesho atakukimbia. Lakini kesho atakuona ufai. Lakini Mungu wa mbinguni hata kuaibisha hata siku moja. Ukiishi katika maisha kumpendeza. Yes. Ukiishi maisha kumpendeza, hata kuacha hata siku moja. Unaona? Ndio hiyo. Basi tunaona tunafika mwisho siku ya leo. Mungu atubariki. Abariki watu wote watasikia neno letu la siku ya leo. Unamaliziaje? Yeah, umeshamalizia. Mungu atubariki sote na azidi kuwabariki pia. Until next time. Amen.